Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutoka katika shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF, ambapo CAF wameweza kuchezesha draw leo, ambapo draw hiyo ilikuwa ni kuweza kutafuta makundi ya michuano mikubwa ya AFCON kwa mwaka 2027. Michuano hii mikubwa ambayo inatarajia kufanyika katika nchi tatu, yani Tanzania wakiwa wenyeji, Uganda wakiwa wenyeji, bila kusahau Kenya wakiwa wageni. Kwa hiyo siku ya leo kupitia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF wameweza kuchezesha draw, ambapo draw kwa upande mwingine imeweza kuzikutanisha timu 48 katika makundi 12 michuano mikubwa ya kombe la AFCON kwa mwaka 2027. Sasa pasipo kupoteza muda, ngoja tukaangalie makundi jinsi ambavyo yameweza kuchezeshwa. Fahamu kundi A kuna timu 4, ambapo timu ya taifa ya Morocco wapo kundi A, kuna timu ya taifa ya Gabon, kuna timu ya taifa ya Niger, bila kusahau Lesotho. Kwa hiyo tunaona hilo ndilo kundi A la AFCON kwa mwaka 2027. Lakini kundi la pili, yani kundi B, kuna Egypt ama Misri, kuna timu ya taifa ya Angola, kuna timu ya taifa ya Malawi, kuna timu ya taifa ya Sudani Kusini. Lakini kwa upande mwingine kundi C, kundi la tatu, kuna Cote d'Ivoire yani Ivory Coast, kuna timu ya taifa ya Ghana, kuna The Gambia ama timu ya taifa ya Gambia, kuna timu ya taifa ya Somalia. Na hilo ndilo kundi C jinsi ambavyo linasomeka. Kundi D, kundi la 4, kuna timu ya taifa ya Afrika Kusini ama South Africa, kuna Guinea, kuna Kenya, bila kusahau kuna Eritrea. Hilo ndilo kundi D ambalo jinsi linasomeka. Lakini kundi la 5, yani kundi E, kuna Congo DRC ama timu ya taifa ya Congo, kuna timu ya taifa ya Equatorial Guinea, kuna timu ya taifa ya Sierra Leone, kuna timu ya taifa ya Zimbabwe. Na hilo ndilo kundi la 5 jinsi ambavyo linasomeka. Lakini kundi la 6 kwa AFCON kwa mwaka 2027, kuna timu ya taifa ya Burkina Faso kwa kina Azizi Kioko, kuna timu ya taifa ya Benin, kuna timu ya taifa ya Mauritania, bila kusahau kuna Central African Republic yani Jamhuri ya Afrika ya Kati. Na hilo ndilo kundi la 6 jinsi ambavyo linasomeka. Lakini kundi la 7, hapo unakwenda kukutana na timu ya taifa yani kundi G ya Cameroon, kuna timu ya taifa ya Comoros, kuna timu ya taifa ya Namibia, kuna timu ya taifa ya Congo. Kwa tunaona hilo ndilo kundi G kwa AFCON mwaka 2027. Lakini kundi H, kuna timu ya taifa ya Tunisia, kuna timu ya taifa ya Uganda ambaye pia ni mwenyeji katika michuano hiyo, kuna timu ya taifa ya Libya, bila kusahau kuna timu ya taifa ya Botswana. Na kundi I ama kundi hili hapa kwa upande mwingine litakuwa kundi la 9, basi kuna timu ya taifa ya Algeria, timu ya taifa ya Zambia, timu ya taifa ya Togo na timu ya taifa ya Burundi. Kundi J, kuna bingwa mtetezi wa kombe hili ambaye alivuliwa ubingwa na Morocco. Hapa tunaenda kuongelea timu ya taifa ya Senegal, kuna timu ya taifa ya Mozambique, kuna timu ya taifa ya Sudan, kuna timu ya taifa ya Ethiopia. Lakini kundi K, kundi la 11 katika michuano mikubwa ya AFCON kwa mwaka 2027, basi kuna timu ya taifa ya Mali, kuna timu ya taifa ya Cape Verde, kuna timu ya taifa ya Rwanda na timu ya taifa ya Liberia. Na kundi L, basi kwa upande mwingine kuna timu ya taifa ya Nigeria, kuna timu ya taifa ya Madagascar, kuna timu ya taifa ya Tanzania, bila kusahau kuna timu ya taifa ya Guinea Bissau. Kwa hiyo tunaona Tanzania tupo kundi la mwisho, kundi la 12 yani group L, ambapo tunakwenda kukutana mataifa kama Nigeria, Madagascar na taifa la Guinea Bissau. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio ratiba kamili ya michuano mikubwa ya AFCON ambayo inatarajia kutimua vumbi mwaka 2027, huku Tanzania
tukiwa wenyeji, hususan na taifa la Kenya sambamba na taifa la Uganda. Tuambie neno la comment kwa jinsi ambavyo makundi haya yameweza kupangwa. Je, Tanzania unaiona ikienda hatua inayofuatia ya michuano mikubwa ya AFCON mwaka 2027? Tuamoni katika comment na sitakuja kuyasoma.